nije moja kwa kauli. Jibu la moja kwa moja ni kwamba la hasha, hatuhitaji karantini kama hizi, kwa sababu kuna yule mwenye mzigo, na mwenye mzigo ni Mmarekani, na huyo Mmarekani kwanza hatujui ni kitu kipi ambacho kilimpeleka DRC. Hatujui manufaa ambayo yanatoka huko yakayokuja huku, na kisha twajua kwamba serikali ya Marekani imeweza kunena bayana ya kwamba haitakubali mtu yeyote ambaye ameathirika kutokana na virusi vya Ebola, hata yule ambaye anadhaniwa tu kwamba anaweza kuwa na hivyo virusi kuweza kuingia katika nchi hiyo ya Amerika. Sasa iwapo wenye huu mzigo, wenye hii ndwele wamekataa, wasema kwamba hawatakubali yeyote kuingia kule, na kwanza tukumbushane kwamba ni raia wa huko, kisha tukumbushane kwamba Marekani huwa mwepesi sana kwenda kuwatafuta, kuwazoa na kuwasafirisha raia wake wanapokuwa mahali popote ambapo paonekana pana shida fulani, kuweza kumsafirisha mpaka kwao. Itakuwaje sisi sasa tuwe ndio tukubali kwamba tuletewe hapa kwetu ndwele ambayo hatukuwa nayo? Huo ndio unaoitwa msiba wa kujitafutia, na ni jambo la ajabu kwamba rais yasema kwamba alipoulizwa na Rais Trump alikubali, akasema alete. Rais Trump ameweza kufutilia mbali mistakabali na mataifa mengi ya ulimwengu, ikiwemo taifa letu la Kenya. Hapa tuliweza kuwa na USAID, shirika la USAID ambalo lilikuwa linajihusisha na mambo mengi ya afya, mambo ya kina mama, uzazi, mambo ya kuweza kupeana misaada inayohusika na vitu kama ARVs kwa watu ambao wameathiriwa na virusi vya HIV na vitu vinginevyo vya aina hiyo.